Mechi iliyopita ya kimataifa, labda wachezaji pia walitumia energy kubwa sana mechi zote mbili ya away na home. Pengine labda uchovu pia utakuwa umesababisha, au wewe ili hujalifikiria kabisa? Yani kwamba hakuna tokeo ambalo linakuwa baya ama zuri ukakosa kulifikiria. Kulifikiria ni lazima, kwamba lazima utajiuliza ni kwa nini timu yetu imefanya hivi, kwa nini imekuwa hivi. Malalamiko yamekuwa ni mengi, maoni yamekuwa ni mengi, na ukipitia kwenye mitandao ya kijamii asilimia naweza nikasema 70, malalamiko makubwa yameelekezwa kwa viongozi. Kwa hiyo sasa unakuta kama kweli ipo hiyo tofauti au kwamba kuna hiyo changamoto, basi viongozi wakae chini, kwa nini hizi lawama zinawafikia wao? Wakae chini watathmini, kwa sababu sisi tunahitaji furaha. Wao ndo mihimili ya Simba. Kama wao ni mihimili ya Simba, inabidi wao wasimame, wahakikishe kwamba wanafanya kitu ambacho bora ili timu iweze kukaa vizuri, kwa sababu tofauti na hapo sisi tutaendelea kupitia mateso kama hivi. Mwisho wa siku ndio unakuta mtu anapata mashinikizo ya damu, mwingine anapoteza maisha. Sababu nini? Timu. Kwa hiyo ifike hatua wawe na maamuzi ambayo sahihi. Kama kuna mchezaji wa kuachwa, aachwe. Kama kuna mchezaji wa kubaki, abaki. Asiangaliwe mtu usoni kwamba huyu ni fulani aendelee kubaki kwa sababu yeye ni fulani. Hapana. Iangaliwe tu kwamba huyu imefika hatua ni basi iwe basi, kusiwekwe maulizo mengi. Iwe basi aletwe mchezaji mwingine ambaye atakaye kuja kuwa zaidi ya huyu ambaye anatolewa. Na sio atolewe mchezaji kwamba huyu aonekane sio, alafu analetwa mchezaji ambaye chini ya yule. Hapo itakuwa bado tunatwanga patapotea. Miongoni mwa vitu ambavyo pia vinazungumzwa, Saido anaonekana kwamba ni mzee, ndio amekuwa akitolewa mfano mkubwa sana kwamba mchezaji kama bado Simba inamkumbatia, na wachezaji wengine pia wanaonekana ndio wanaenda wanamalizia mishahara yao ya mwisho tuseme. Unadhani kuwepo, unakubaliana nao kwamba kwanza na timu ya wazee? Hapana, mimi siwezi kukubali hilo kwa sababu moja ama nyingine. Sina cheti cha kuzaliwa cha mchezaji hata mmoja. Kwa maana siwezi kukiri ama kuthibitisha kwamba Saido mzee ama sijui nani mzee au sijui nani mzee. Hapana. Ila naweza nikasema mimi ni mzee kwa sababu mimi najijua nimezaliwa lini na miaka mingapi, nitasema mimi ni mzee. Lakini siwezi kumnukuu mtu ambaye ninayemuona yule pale fulani nianze kusema eti yule pale mzee ndio maana imekuwa hivi. Kitu kilicho bora kitabaki kuwa bora. Anaweza akawa na umri mkubwa na akafanya vizuri, na anaweza akawa na umri mdogo na akafanya vibaya pia vile vile. Yote kwa yote kwamba ndio hii, narudia tena kwamba viongozi, sijui kocha, wakae chini wasikilizane, waangalie ni nani ambaye wanaona huyu imefika hatua kuitumikia Simba imetosha. Basi wampe stahiki. Upande wako unadhani nani hasa watu? Mimi sio kiongozi, mimi sio kocha, sina elimu hiyo ya kama shabiki. Mimi ni kama shabiki nitahitaji timu iliyo bora, lakini siwezi kusema fulani sio, fulani sio, fulani sio wakati sina elimu hiyo. Kutokana na performance zao ambazo. Hapana, ndio itarudi pale pale, mimi elimu hiyo sina. Ningekuwa na hiyo elimu basi. Ila unahisi kikosi kinatakiwa kufanya mabadiliko? Yes, kwa sababu moja ama nyingine kwamba matokeo ambayo tumefungwa nje ndani ambayo sio mazuri, na hakuna ambaye shabiki yoyote ambaye ameweza kufurahia hayo matokeo, kwa sababu kweli ni timu ambayo tulikuwa tumejiamini kwa asilimia zote kwamba tunakutana na mpinzani ambaye tunafahamiana. Lakini yale matumaini yakaja ndivyo sivyo. Ni tunacheza naye mara nyingi lakini hajawahi kutufunga nyumbani, na hata kwake tukienda mara nyingi tulikuwa tukijitahidi tunatoa naye sare. Kwa hiyo unakuta kwamba hii imekuwa ni ya kipekee. Tumeshacheza robo finali nyingi tunatoka kwa sababu ya vijikanuni, baadhi ya hira fulani unakuta tumetolewa, lakini hii hapa kwamba tumefungwa na tumekubali kwamba tumefungwa na tumetoka kwenye haya mashindano. Leo hii tena kwenye shirikisho FA pia tumetoka, pia tunaweza kusema tumekubali. Je, nini kifanyike kutoka hapa kwenda mbele? Kwa sababu haya ya nyuma nafikiri tuyaache huko kwa sababu yameshapita. Viongozi watathmini ni nini inayosababisha tunapoteza mchezo kwa njia hizi. Sisi kama mashabiki tunahitaji furaha. Watupatie furaha. Wasajili kama kunaitakiwa kusajiliwa wasajili. Kama tatizo linaonekana kwamba upande wa beki na upande wa washambuliaji imekuwa ni changamoto kubwa zaidi. Kwa hiyo wafanye hivyo. Okay. Malengo yalikuwa ni kuchukua mataji yote matatu. Katika matatu nyinyi mmechukua tu ngao ya jamii, mmepoteza FA kama hivi, manake mngevuka hapa mngeenda robo finali. Mmebakiza ligi kuu. Unaiona pia mkienda kuichukua ama na yenyewe mnashiriki tu? Hapana, sio kwamba tunashiriki tu. Kwamba tupo kwenye
mashindano na tunaamini tunaweza tukafika hatua ambayo nzuri, tukaibuka hata na ubingwa. Lakini yote kwa yote ni pale pale kwamba waangalie nini kiini cha changamoto hizi, kwa sababu haiwezekani timu ifungwe nje ndani na rudi hapa inafungwa tena, yani haieleweki nini shida. Kwa hiyo wao wakae chini watathmini ni nini tatizo ili timu iweze kurudi kwenye mstari. Kwa mapungufu ambayo yapo, ambao kama umesema upande wa beki sana washambuliaji, sasa hivi bado dirisha halijafunguliwa, manake ndio hichi kikosi mtenda nacho mpaka uenda mwisho wa msimu. Uoni kama tu mnaweza pengine hata mkawa nafasi ya 3, maana Azam pia naye anakuja juu sasa hivi? Hapo kwenye ya 3 hapana, wala ya pili. Mimi matumaini yangu ipo nafasi ya kwanza. Simba. Yes. Una uhakika atachukua? Na uhakika atachukua, kwa sababu mbona mechi bado zipo nyingi. Inaweza kutokea. Na hizi changamoto zilizopo za ufungaji? Hizo changamoto ambazo zipo, na wengi wataboteka kuchukulia kwamba Simba imechoka, kwamba Simba hivi, lakini hiyo inaweza ikaenda kwa staili hiyo na ikafanya vizuri.